Kama ungekuwa umepewa kinywaji kama vile soda, alafu ukaambiwa utenganishe maji, sukari na kemikali zilizopo ndani yake, sidhani kama ni zoezi ambalo ungeweza kulifanikisha. Na vivyo hivyo, kama ilivyo kitaalamu imeunganishwa kinywaji hiki, uhusiano wako wewe na Yesu umeunganishwa nao kitaalamu zaidi. Wewe uko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yako wewe, na nyinyi wawili mmekuwa kitu kimoja, mmeunganika katika namna ambayo hakuna mtu wala kitu kinaweza kikawatenganisha. Na unajua sasa kilicho kizuri ni kwamba kwa sababu wewe na Yesu mmeunganika, wewe uko ndani yake na yeye yuko ndani yako, kila ahadi ambayo Mungu alikuwa ameiweka kwa Yesu sasa inakuwa haki yako wewe kuweza kuitumia. Leo nataka tuangalie ni namna gani tunaweza tukatumia sasa hizi ahadi ambazo Mungu amekwisha kuweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 17, na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Maandiko yanatuonyesha kuwa kumbe kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na kuendelea kulisoma neno lake, sisi tunafanyika kuwa wana wa Mungu, na kwa sababu tu watoto wa Mungu, moja kwa moja tunafanyika kuwa warithi wa ahadi za Mungu. Sasa tunapoongelea urithi, jambo la kwanza tuelewe ni kwamba hakuna kitu kibaya ambacho mzazi atakitoa kwa ajili ya mwanae kama urithi. Urithi siku zote inaongelea kuhusu mambo mema ambayo mzazi anaacha kwa ajili ya watoto ili kuweza kuwasaidia wawe bora zaidi. Baba yetu wa mbinguni, kuna mambo mema mazuri ambayo ameacha kwa ajili yako. Ameweka uzima, ameweka utajiri, ameweka baraka, ameweka maendeleo, ustawi, kufanikiwa, kuongezeka, mambo mengi mema mazuri ambayo wewe unahitaji. Na baba yako wa mbinguni ameyaweka haya yote ndani ya Yesu. Kwa hiyo pale ulipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, moja kwa moja wewe na Yesu mkawa mmeingia katika makubaliano ya kumiliki vile ambavyo Baba ameweka kwa ajili yenu nyinyi. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri somo hili, nataka tuchukulie mfano huu wa kibiashara. Ni kwamba mnapokuwa ndani ya taasisi au kampuni, kuna kitu kinafunguliwa ambacho inakuwa ni akaunti ya kampuni, au hata katika familia mnaweza mkafungua kitu kinaitwa joint account. Akaunti ambayo haimilikiwi na mtu mmoja, inamilikiwa na mtu zaidi ya mmoja. Wewe unaweka na yule mwenzako naye anaweza kaweka. Mara nyingi unaweza kukuta jambo kama hilo kwa wanandoa au watu walio pamoja katika familia, wanaweza wakasema tukaweka joint account kwa malengo ya kuboresha maisha yetu ya kifamilia. Sasa joint account itakavyokuwa ikifanya kazi ni kwamba kila mmoja anaweza kaweka, na kulingana na taratibu za kibenki pia kuna utaratibu wa kuhusu namna gani kila mmoja anaweza katoa. Lakini hii inamaanisha kama mimi nimewekeza shilingi 100,000 na mwenzangu naye akawekeza shilingi 100,000, mimi ninahesabika nina 200,000 na mwenzangu naye anahesabika kuwa na 200,000. Mimi ninaweza nikatoa 200,000 akaunti ikawa haina kitu, au mwenzangu anaweza akatoa 200,000 akaunti ikawa haina kitu. Piga picha namna hii. Wewe unadhani wewe na Yesu katika akaunti yenu mtakuwa mmeweka sawa kweli? Wewe unawezekana usiwe na vingi vya kuweka, lakini Yesu ni tajiri, yeye ameweka vyote. Alafu sasa huyu Yesu aliyeweka vitu vyote anakufahamisha wewe ya kwamba wewe na yeye mnatumia akaunti moja. Kuhusiana na uponyaji mnatumia akaunti moja, kuhusiana na utajiri mnatumia akaunti moja, kuhusiana na baraka mnatumia akaunti moja. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Yesu anaeleza ya kwamba yeye tayari amekwisha kuandaa kila unachokihitaji ili kuishi maisha mazuri. Kazi yako wewe ni kwenda kuchukua tu katika akaunti yenu, ni kutumia jina la Yesu kudai kilichokuwa cha kwako. Kila mara unapokutana na ugonjwa au unakutana na changamoto ya kiuchumi, simama katika maombi na kudai haki yako kupitia jina la Yesu. Kumbuka, yale yote ambayo Yesu anamiliki ni ya kwako pia wewe kuyamiliki. Anza kudai sasa, usilalamike, usiruhusu mazingira ya kuonee, wakati wewe ni mwana wa Mungu na urithi wako unakungoja wewe tu. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda
na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.